Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, kwa kweli hivi sasa siasa za taifa la Tanzania limeweza kuchukua mkondo tofauti kabisa na kile ambacho viongozi wa serikali ya awamu ya sita waliweza kutarajia waweze kukifanikisha kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Picha unazozidi kuzitizama katika skrini yako hivi sasa ndiyo hali halisi katika mikoa mbalimbali ambapo Tanzania wanazidi kueneza ujumbe kuhusiana na maandamano ya kitaifa yaliyoweza kuratibiwa kufanyika tarehe 28-29 mwezi huu wa 10 mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa ningependa uweze kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike video hii, kwani kipindi na wakati ambapo utaweza kulike video hii moja kwa moja, YouTube itaweza kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji wangu, kwa haraka tutaweza kupitia baadhi ya sababu zitaweza kuchangia maandamano haya kufanyika dhidi ya serikali ya awamu ya sita kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wachanganuzi wa mambo ya kisiasa wameweza kufichua ya kwamba kupanda kwa gharama ya maisha zitaweza kuchangia Watanzania kuandamana dhidi ya serikali ya awamu ya sita, kwani wasingependa kurejesha viongozi wa serikali ya awamu ya sita kwa mara nyingine kwa wao kuongoza serikali ya awamu ya saba kupitia uchaguzi huo wa mwaka 2025, kwani moja kwa moja atakuwa ameweza kujiweka matatani kwa viongozi hao kwa miaka 5 ijayo. Kwa viongozi hao kuhudumu kutaendelea kuwa na kupanda kwa gharama ya maisha. Vile wameweza kuzungumzia ukosefu wa ajira kwa vijana wa Gen Z, na ndipo ambapo vijana wa Gen Z katika mfumo huu wa no reform no election wanazidi kuongoza sawia na kile ambacho wanazidi kukijadili katika mitandao tofauti ya kijamii ya kwamba no reforms no election, na wako tayari kusimama naye Mheshimiwa Tundu Lissu, hatua ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu anaaminika kwa manifesto yake aliyoweza kuahidi iwapo ataweza kuingia Ikulu ataweza kuweka ajira kwa vijana, hatua ambayo imeweza kufanya vijana Gen Z kuamini Mheshimiwa Tundu Lissu na sio viongozi wa serikali ya awamu ya sita. Hivyo basi hoja hii inachangia pakubwa maandamano ya Oktoba 29. Mtazamaji wangu, hoja nyingine ni rushwa na ufisadi serikalini, hatua ambayo Mheshimiwa Humphrey Polepole amekuwa akikosoa kuizungumzia kwa undani, na mwisho siku tumeweza kushuhudia jambo ambalo limeweza kuvunja mioyo ya Watanzania wengi, madai ya utekaji ambao mwisho siku umeweza kudhibitishwa na kakake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Vile mtazamaji wangu, kuna hoja kama ya uonevu wa kisiasa kwa upinzani. Hoja hii moja kwa moja inalenga hali halisi inayozidi kushuhudiwa dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba hivi sasa uchaguzi haujaweza kufanyika kikamilifu na hakuna upinzani unaozidi kupinga chama cha CCM. Moja kwa moja baadhi ya Tanzania hawakiamini kwamba haina haja ya kupiga kura, kwani ni kiongozi gani wataweza kumpigia kura iwapo mpinzani wao Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni mpinzani wa viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya sita hajaweza kuachiwa huru. Hivyo basi ikionekana kuwa na ushindi wa moja kwa moja kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, hatua ambayo inaonekana kuwa ni uonevu wa kisiasa kwa upinzani. Vile mtazamaji wangu, kuna kukosekana kwa uhuru wa maoni na vyombo vya habari, na ndipo ambapo leo hii tumeweza kushuhudia uhuru ambao Watanzania waliweza kutarajia uweze kuwepo katika vyombo vya habari haujaweza kuonekana kutokana na Mheshimiwa Humphrey Polepole kutekwa usiku wa kuamkia leo hii. Sote tunafahamu kwamba alikuwa akikosoa na hata kufanya uhamasishaji kupitia mitandao ya kijamii dhidi ya serikali ya awamu ya sita, na ndipo ama chanzo kikuu kwa yeye kutoweka mapema leo hii, hatua ambayo imeweza kugonga vichwa vya habari na hata
Watanzania wengi kulaani kitendo hicho cha kikatili ambacho kimeweza kufanyika. Mtazamaji wangu, pia kuna mikataba ya nje inayodaiwa kudhulumu taifa kwa njia moja ama nyingine. Watanzania wengi wangependa resources ama raw materials zao ziweze kutumika katika taifa la Tanzania, ila mwisho siku tunaweza kuona vitu muhimu vinazidi kutolewa katika Jamhuri ya Tanzania kupelekwa katika mataifa ya kigeni, hatua ambayo Watanzania wengi hawajakuwa sawa nayo. Vile vile mtazamaji wangu, kuna ukosefu wa uwajibikaji serikalini, hatua ambayo inazidi kutenga na inazidi kusababisha ubaguzi mkuu ndani ya chama, na hatua hii imeweza kudhihirika wazi kufuatia kile kimeweza kushuhudiwa dhidi ya Mheshimiwa Humphrey Polepole, kwani aliweza kuwa mstari wa kwanza kwenda kinyume kabisa na kile ambacho viongozi wakuu wa CCM walikuwa wakiomba aweze kufanya baada ya kutoka huko Cuba. Na mtazamaji wangu, kuna ukosefu wa uwajibikaji serikalini tumeweza kuzungumzia, na pia kuna matatizo katika sekta ya afya na elimu. Hivi sasa kuna vipande vya video mbalimbali vinazidi kuzungumziwa kutokana na vipande hivyo kusambazwa katika mitandao ya kijamii kuonyesha jinsi gani ambavyo akina mama wanazidi kulalamikia uongozi wa serikali ya awamu ya sita, wakiamini kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kusahau majukumu kama alivyokuwa ameweza kuahidi kuyafanikisha kipindi na wakati ambapo ataweza kuingia afisini, ya kwamba ataweza kujali akina mama kutokana na vipindi vigumu wanavyozidi kuvipitia siku baada ya siku. Vile vile mtazamaji wangu, kuna matatizo katika kuna ubadhirifu wa fedha za umma kwa njia moja ama nyingine. Watanzania wengi hivi sasa wanaamini kwamba fedha za umma zinazozidi kutengewa mikoa mbalimbali hazijaweza kufanikisha miradi, na hata pia jinsi inavyozidi kudaiwa pesa hizo zimeweza kutumika pakubwa katika kampeni ama kufanikisha rali za CCM. Haya yote yakionekana ni kwa manufaa ya viongozi wakuu wa CCM. Mwisho siku hakuna maendeleo katika Jamhuri ya Tanzania. Vile vile mtazamaji wangu, kuna hoja nyingine, kukosekana kwa usawa na uwazi katika uchaguzi ujao. Na mtazamaji wangu, hii ndiyo hoja kubwa kabisa ambayo inazidi kujadiliwa na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Je, hali inayozidi kushuhudiwa hivi sasa katika taifa la Tanzania, kutakuwa na usawa ama katika zoezi la upigaji kura, na hata kipindi ambapo kura hizo zitaweza kutangazwa kutaweza kuwa na uwazi? Ni vyema kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section, ila usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.